2025 kuanzia Julai hadi Disemba 2024. Ndugu mwenyekiti, wilaya ya Mbeya imepokea fedha kiasi cha shilingi bilioni 152 ikiwa na mchanganuo kama unavyoonekana hapo chini. Ikiwa mapato ya ndani ya halmashauri ni shilingi bilioni 7.6, TANESCO bilioni 12.5, MBEWASA bilioni 121 na TARURA shilingi bilioni 10.4. Ndugu mwenyekiti, taarifa hii imebeba baadhi tu ya miradi ambayo imetekelezwa kwa fedha tajwa hapo awali. Taarifa kamili yenye mchanganuo wa kina tayari imeshawasilishwa kwenu na mnaendelea kuipitia. Ndugu mgeni rasmi, kwa kipindi cha Julai Disemba, halmashauri kupitia idara ya utumishi na utawala imeweza kuajiri watumishi 51, ambapo watumishi hawa, watumishi wa utawala 35, afya watumishi 10, kilimo na mifugo watumishi 6. Aidha, jumla shilingi milioni 3.2 zimetumika kwenye ujenzi wa nyumba 2 za wakuu wa idara pamoja na jengo la utawala. Ndugu mwenyekiti, mbele yako hapo ni picha ya nyumba za wakuu wa idara, ambapo mradi huu unatekelezwa kata ya Iwindi. Ndugu mwenyekiti, na jengo mbele yako ndio jengo la utawala ambalo linatumika na ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya, ambapo mradi huu mpaka sasa umepokea shilingi bilioni 3.7. Ndugu mwenyekiti, upande wa elimu msingi, halmashauri ina jumla ya shule 183, ikiwa shule 170 ni shule zinazomilikiwa na serikali na shule 13 ni shule binafsi. Ndugu mwenyekiti, kiwango cha ufaulu kinazidi kuongezeka mwaka hadi mwaka, ambapo mwaka 2022 ufaulu kwa 82%, lakini hadi kufikia 87%. Aidha, idara hii ya elimu msingi imepokea fedha shilingi milioni 412 ikiwa ni kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli mbalimbali za kielimu, ikiwa ni pamoja na utoaji wa elimu bila malipo pamoja na ufanyikaji wa mitihani ya kitaifa. Upande wa idara ya elimu sekondari, halmashauri ina jumla ya shule 62, kwa maana ya kwamba shule 40 ni shule zinazomilikiwa na serikali na shule 22 ni shule za watu binafsi. Lakini pia ufaulu wa kidato cha 4 unazidi kuongezeka kutoka 87% mwaka 2022 hadi kufikia 100% mwaka 2024. Ndugu mwenyekiti, kiasi cha shilingi bilioni 1.005 kimepokelewa kupitia idara ya elimu sekondari, ikiwa ni fedha za utekelezaji wa miradi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa ukamilishaji wa bwalo la Imezu sekondari. Lakini pia Mshewe sekondari walipokea fedha kwa ajili ya ukamilishaji wa bweni. Lakini vile vile kwenye fedha hiyo kuna fedha za uendeshaji wa mitihani, lakini pia uendeshaji wa elimu bila malipo. Ndugu mwenyekiti, idara ya elimu sekondari imepokea fedha kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya za kata, ikiwa ni pamoja na shule ya Alwanjilo ambapo ipo kwenye kata ya Alwanjilo. Mradi huu ulipokea shilingi milioni 583.1, lakini vile vile tuna bwalo la Imezu ambao nishasema lilipokea kiasi cha shilingi 80 kwa ajili ya ukamilishaji. Ndugu mwenyekiti, halmashauri yako ya wilaya ya Mbeya kupitia idara ya
tumepokea shilingi bilioni 1.6 kwa ajili ya ujenzi wa shule maalum ya ufundi kwa maana ya shule ya amali, ambapo shule hii inajengwa kata ya Maendeleo, kijiji cha Usowa Muungano. Vile vile, ndugu mwenyekiti, halmashauri yako pia ilipokea fedha kwa ajili ya ujenzi wa shule ya sekondari Ihombe baada ya kuona kata ya Uchekule Usongwe ni miongoni mwa kata yenye watoto wengi sana na shule ni chache. Kwa hiyo serikali yako, serikali yetu ilitupa fedha kwa ajili ya kujenga shule kwenye kijiji cha Ihombe, ambapo tulipokea shilingi milioni 583.1 na shule hii tayari sasa hivi ina wanafunzi. Ndugu mwenyekiti, pamoja na utoaji wa huduma za elimu, lakini pia huduma za utoaji wa huduma za afya zinaendelea kuboreshwa, na kwa kipindi cha Disemba hadi Julai halmashauri imepokea shilingi milioni 696.1 kwa ajili ya kuboresha huduma kwenye vituo vya kutolea huduma za afya. Fedha hizo miongoni mwake ni fedha za mapato ya ndani ya halmashauri, lakini vile vile tulipokea shilingi milioni 515 kutoka fedha za serikali kuu. Fedha hii ilipokelewa kwa ajili ya ukamilishaji wa hospitali ya wilaya, lakini pia ilipokelewa kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba kwenye hospitali yetu ya wilaya pamoja na zahanati. Ndugu mwenyekiti, mbele yako ni kituo cha afya Ulenje, ambapo kituo hiki kilipata fedha ya mapato ya ndani, kilitengewa bajeti milioni 50, lakini mpaka sasa kituo hiki kimepewa milioni 35 na fedha iliyobaki inapelekwa muda si mrefu. Kwanza kabisa nipende kumpongeza mwenyekiti wa halmashauri baada ya kusema haya mambo kuhusiana kwa anguko la elimu katika wilaya yetu, kwamba ni vitu gani ambavyo sasa tuelekee kusimamia. Na mimi naungana naye kwamba ni lani kabisa yule kama yuko miongoni mwa wanachama au viongozi kuzuia chakula mashuleni, kwa kweli si nzuri sana. Naomba sisi tukawe vielelezo vya kuhimiza juu ya chakula ili watoto wetu wapate elimu. Sawa. Sisi mkoa. Waheshimiwa madiwani, waheshimiwa wenyeviti, wajumbe wote wenezi, niwapongeze kwa kufika leo, lakini pongeze ofisi ya mkuu wa wilaya pamoja na wataalamu na mwenyekiti wa halmashauri na kamati yote ya siasa na wajumbe wote waliokuja kuwakilisha, ambao leo tunao hapa kwa ajili ya kusikiliza au kujua hali ya wilaya ikoje. Pia nipongeze na ofisi ya mbunge. Kama nilivyosema mwanzo kwamba kamati ya siasa inatembelea miradi, na kazi ya kamati ya siasa kutembelea miradi ni kwenda kukagua miradi ile, kama kuna shida basi inatatuliwa wakati ule, ili wajumbe mbalimbali wa kamati ya siasa nao wapata nafasi namna ya kukotoa namna ile miradi ilivyo. Nataka niwaambie ndugu zangu wajumbe na viongozi wenzangu, kamati ya siasa ikishamaliza kufungia miradi yote, kazi inayobaki ni tathmini. Kwa kamati ya siasa na wataalamu wanakaa namna sasa juu ya safari yao ya ukaguzi wa ile miradi. Kwenye maswali wanahoji maswali, kwenye tatizo pale manake wanavumbua tatizo namna ya kumaliza, na wapi walikuwa kuna shida ndio pale na kabili, na inawezekana pia kwenye tathmini ile wanaweza kaikataa baadhi ya miradi isipite pale, maana ya ukaguzi wao kama wamekwenda
tofauti na vile ambavyo wao wametaka, lakini pia na kutoa ushauri. Na maana sasa yale yakichujwa kutoka pale, ndio maana tunaleta hapa halmashauri kuu, ili sasa na wataalamu hao, ili kuleta taarifa kwenu na nyinyi kuhoji yale ambayo, na kuleta taarifa yenu ya matatizo mlionayo katika kata zenu. Ndio maana tuliacha na nyinyi ya kwetu tayari tushamaliza. Lengo letu lilikuwa haiwezekani sasa mtu wa kamati ya siasa naye anasimama kuuliza, haiwezekani. Sasa wajumbe tunawacha ile nafasi kwa yale na nyinyi ambao tulipita kwenu kwenye zile kata husika au vijiji ambavyo tumekwenda, ili na nyinyi sasa muangalie wapi kuna shida au kwa wiki, ili sasa ndio hapa tunaunganisha. Ndugu zangu, kamati ya siasa ilienda Isuto, Ilembo, alafu ilienda Mwanzazi, alafu ilienda Itawa na sehemu zingine ambazo kila mahali walikopita kwa ajili ya ukaguzi wa hiyo wilaya. Kwa ndio maana ndugu zangu, leo hapa ilikuwa ni hitimisho, ili baba zetu na ndugu zetu ili ambao wametupaliza kwa madarakani kutoa taarifa hii, na nyinyi muone tulikozungukia, ili tuwe wote pamoja. Ndio maana leo sasa mmepitisha yale ambayo mmeona kuna au melizika na yale ambayo kwa wilaya amewasilisha hapa. CCM oyee!